السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه رحمة واسعة: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها. ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ ونسيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب ثواب من الله سبحانه. Wazee wangu watukufu, ahbabi, tukiwa tunaendelea na ile risala ya Sheikh kuzungumzia zile wasailu almufida lilhayati saida, njia ambazo zitamfanya mu'min aishi kwa hii dunia na amani na utulivu. Tukiwa tuko kaida au sababu ya pili, yasema Sheikh, miongoni mwa sababu ambazo zinamfanya mu'min aishi na utulivu wa moyo bihadhihi dunia, katika hii dunia, na kuondosha zile stress, maisha ya dhiki, wasiwasi, al-ihsan ila al-khalq, ni mu'min kufanya ihsan, kufanya al-ihsan kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh ametaja sampuli za ihsan. Naweza ukafanya ihsan ukamfanyia mu'min au hata asiyekuwa mu'min kwa kutumia maneno, qaul, au ukafanya ihsan kutumia vitendo, au ukafanya kheri ya aina yote, lakini umefanyia kiumbe katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama inaweza kuwa ni mwanadamu ama hata mnyama. Sote tunajua pesa cha mwanamke ambaye kwamba aliingia na kwa kuudhi paka. Kwa hiyo ihsani ile ya aina yote unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, unafanyia kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sababu ambayo itakupelekea uwe na tumaanina na uwe na sakina katika moyo wako. Na Sheikh ametaja faida nyingine katika hii haya maneno yake katika hii nas, akasema al-ihsan ila al-khalq sio sababu ya mu'min peke yake kuwa yeye atapata utulivu, bali hata al-fajir, al-fasik, mtu ambaye ni mwovu mwenye kumasi Allah, au hata mtu ambaye si Muislamu, ikiwa atafanya ihsan, atafanya wema, kufanyia kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, khalqun min khalqillah,
khalqu, basi atapata hii tumanina, sakina. Na hili tunalishuhudia wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna baadhi ya neema naweza kumpatia muumini na asiyekuwa almu'min, na asiyekuwa mu'min. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Anas ibn Malik, hadithi inda Muslim, kuonyesha kwamba الناس المسلم وغير المسلم wanaweza wakashirikiana katika neema wanazopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yadhlimu mu'mina, inna Allah la yadhlimu almu'min hasanatan. Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu mu'min na hata si kuwa mu'min. Kwa sababu gani? Fa innahu idha amila alkhair, ifanya jambo la khair fi hadhihi dunya, yujza biha fi dunya wa yujza biha fi al-akhirah. Ifanya ihsani ya aina yote ile, Allah kudhulumu, bali atakupatia hapa fi dunya almu'min wa yujza biha, fayu'ta biha fi dunya, tapewa fi hadhihi dunya wa yujza biha fi al-akhirah, na siku ya kiyama itakuwa ni malipo napewa na Allah subhanahu. Wa amma al-kafir, na mtu ambaye si mu'min, ana imani, amwamini Allah subhanahu wa ta'ala, fayut'am bihasanat, Allah subhanahu wa ta'ala atampatia neema katika hii dunia, lakini fil akhirah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hatta idha afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Tapewa katika dunia, tapewa, atamiminiwa khair almal, alaulad wa ghayru dhalik, lakini anapokuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala hana malipo, ma indahu jaza. Lakini fi dunya anaweza akashirikiana na mu'min katika baadhi ya neema, na hii kwa kafir inakuwa ni istidraj. Allah subhanahu wa ta'ala anampatia fursa, kwa sababu sote tunakumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba dunia sijnul mu'min, dunia ni jela au ni mahali ambapo hakuna furaha sana kwa mu'min. Furaha hakika ya mwanadamu ni al-akhirah. Na kitu chingine kufanya hizi alhasanat mpaka ilete ile tumanina wa sakina, ikuwa almu'min indama ya'mal alkhair anafanya ikhlasan lillah, anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa yahtasib alajr, vile vile anatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yasema Allah azza wa jalla, لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala sema katika maneno ambayo tunazungumza mengi hayana faida isipokuwa mtu kuamrisha kutoa sadaqat au kufanya wema wa aina yoyote, au islahi baina nas, au akawa ni mwenye kupatanisha watu wamekosana, yeye akawa ni mwenye kuwapatanisha. Wa man yaf'al dhalik ibtigha mardatillah, mwenye kufanya hili lakini kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu. Hizi amali ambazo amezitaja nyuma, Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha sadaqa, al-kafir anaweza akatoa sadaqa na akaamrisha pia wengine watoe sadaqa. Maaruf, kufanya wema, mtu ambaye si Muislamu anaweza akafanya wema kwa aina yote. Islah baina nas, kukutanisha watu,
kafir, mtu ambaye si Muislamu anaweza kulifanya hili. Sasa hivi kuko na munadhamat, organization kubwa kubwa, muamala dawliya, miamala ya kinchi. Kuna vitengo hasa vimewekwa Islam. Watu wakikosana au daula ikikosana, watu wanawekwa pamoja au nchi inawekwa pamoja. Kwa hiyo hili linatokea kwa watu ambao kwamba hata sio Waislamu. Kwa hiyo amali ambazo Allah amezitaja kwa nyuma zinatokea kwa muumini na si kwa muumini, lakini tofauti kwamba muumini kama yaamal hada anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwisho wa aya sema fasawfa nu'tihi ajran adhima, tampatia muumini malipo ambayo kwamba ni makubwa. Kwa hiyo malipo ya huyu muumini ima fi dunia haiwezi akawa sawa na mtu ambaye kwamba si muumini. Hata kawa na furaha, kawa na neema kiasi gani, haiwezi kawa sawa na muumini. Bal fi dunia almu'min atakuwa na malipo zaidi, wa hiya aljanna wa huwa aljazaa. Alkafir kama tulivyoona katika hadithi ya Anas ibn Malik inda Muslim, falam takun lahu hasanatun yujza biha fi al-akhirah, hana malipo. Na ulama wanasema katika hii hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumia fayu'ta biha fi dunya. Huyu kafir al-i'ta atapewa, yani al-kafir al-mu'min atapewa al-khairat ikiwa yeye anafanya khairat fi hadhihi dunya. Na hii lafdhi ya al-'ata haimaanishi kwamba ndio malipo yake, haimaanishi kwamba ndio malipo yake, lakini aljaza kama ilivyotajwa katika hadithi kwamba fil akhirah imetumika lafdhi ya jaza kwa sababu haya ndio malipo ya uhakika. Na fi dunia saa zingine hata unaweza fanya khairat na Allah subhanahu wa ta'ala asikupatie baadhi ya neema, kwa sababu Allah anakuwekea fil akhirah. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min almuhsinin, na Allah subhanahu wa ta'ala tuafiki kwa kila jambo la khair. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.